Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuko tayari kwa ajili ya siku ya leo tena. Haleluya. Tunashukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, asante kwa ajili ya siku njema tena ya leo. Asante kwa ajili ya asubuhi hii. Umesema tumeiamuru asubuhi yetu ili Mungu ipate kushika miisho ya dunia, waovu wakung'utwe, wakae mbali nayo. Tunaiamuru mapambazuko katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante kwa ajili ya neno lako kwenye asubuhi njema. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye umempa nafasi ya kusikia kutokea hapa. Asante kwa ajili ya wale ambao Mungu umewapa nafasi ya kusikia kupitia mtandao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho Mtakatifu, Roho mwema wa Mungu, tunaomba utuhudumie tena, tufundishe tena, ikiwa ni siku yetu ya tatu. Tufundishe Bwana kile ambacho Mungu umekikusudia katika jina la Yesu. Tunataka kutembea katika wokovu wako, tunataka kutembea katika mapenzi yako katika jina la Yesu ninaomba, amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na somo ambalo tumekuwa nalo kutokea siku ya juzi. Leo ni siku ya tatu. Tunazungumza habari za wokovu, redefining salvation. Tunauelezea tena wokovu, tunatoa tafsiri ya ndani zaidi kuhusu wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Na naamini kwa hizo siku mbili ambazo tumejifunza tokea siku ya juzi na jana, tayari kuna kitu kipya ambacho umekipata kuhusu wokovu wako, na Mungu anakusaidia kukaa kwenye wokovu na kutembea kwenye wokovu kiwepesi zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Tumepewa kitabu cha Waebrania sura ya 2 mstari wa 3. Waebrania sura ya 2 mstari wa 3. Japo tunaangalia mstari wa kwanza mpaka wa 4, na msisitizo wetu mkubwa upo kwenye ule mstari wa 3. Waebrania 2:3. Kile kipengele cha kwanza ambacho anasema, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona kuna wokovu, lakini kuna wokovu mkuu namna hii. Wokovu mkuu namna hii ambao Mungu ameutenda. Nilisema tokea siku ya kwanza kwamba wokovu sio neno jipya kwenye Agano Jipya, lakini kuna kitu kipya kilichotokea kwenye Agano Jipya. Kuna aina ya wokovu ambao Mungu ameufunua kwenye Agano Jipya. Na jana tulielezana jinsi ambavyo mtu anaweza akaokoka, namna gani mtu anaweza akampokea Yesu. Tulisema kwa moyo mtu anaamini na kwa kinywa mtu anakiri, na tukazungumza vitu viwili muhimu ambavyo mtu inabidi avikiri. Akiri Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Unapookoka kuna vitu muhimu sana ambavyo inabidi uvizingatie. Tuliangalia jana kuhusu kumkiri Yesu kuwa Bwana na kumkiri Yesu kuwa Mwokozi. Nikasema ukishaokoka Yesu anakuwa Bwana na Yesu anakuwa Mwokozi wa maisha yako. Nikasema unaweza ukaja kwa Yesu ukimtafuta kama Mwokozi tu, atakusaidia kweli, lakini unajua unakuwa hujakamilika kwenye kuokoka, ila atakusaidia. Yesu wetu ana uwezo wa kusaidia waovu na wema. Anasema analeta mvua kwa waovu na wema, analeta jua kwa waovu na wema. Kwa ukija kwake kwa kutaka tu akusaidie kama Mwokozi, atafanya kazi kama Mwokozi, lakini bado kuna kitu utapungukiwa, utakuwa umemuona kama Bwana. Na nikasema ukiokoka akawa pia ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kuna wakati utakuwa unahitaji ajifunue kama Mwokozi, unahitaji msaada wake kama Mwokozi, na inaweza isitokee, anaweza asikusaidia wakati huo, lakini atajifunua kama Bwana. Ataendelea kutembea pamoja na wewe, ataendelea kukuongoza hata kama hajajifunua kama Mwokozi, utamuona kama Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa leo tunaangalia kitu kingine kikubwa sana kwenye kuokoka. Nini kitu kingine cha muhimu sana kwenye kuokoka? Na tuangalia uhusiano wa kuokoka na kutubu. Uhusiano wa kuokoka na kutubu. Utaona watu wengi sana wanapookoka huwa tunawaambia kwamba tutakuongoza sala ya toba ili uokoke. Utasikia mara nyingi ile neno, tutakuongoza sala ya toba ili uokoke. Sasa kwa nini uliongozwa sala ya toba? Kwa nini kuokoka kulibeba sala ya toba? Utaona kwenye kuokoka, mtu anapookoka, moja kati ya vipengele ambavyo huwa tuviachi, na utamwona mwinjilisti yoyote au mtumishi wa Mungu yoyote anayekuongoza sala ya toba asitumie kipengele cha kusema usamehewe dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe. Utaona anasema Mungu afute dhambi zako, afute jina lako kwenye kitabu cha hukumu, aliweka kwenye kitabu cha uzima. Kwa nini hivi vipengele vinakuwa muhimu namna hivyo kwenye wokovu? Na vina maana kubwa sana kwenye wokovu, kama kile ambacho tulikiona jana cha Mungu kuwa Bwana na Mwokozi, Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Kwa nini pia huwa tunaweka na sala ya toba ndani yake? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya.
Neno toba kwa Kiingereza linatumia neno repent lenye maana ya neno badilika. Neno toba maana yake ni neno badilika. Ndiyo maana ukisoma kwenye maandiko unapozungumzia neno wokovu, utaona kuna wakati yanatumika maneno mawili. Linatumika neno toba na msamaha wa dhambi, au toba liletalo msamaha wa dhambi. Kwa nini anatumia toba na msamaha wa dhambi kitofauti? Anasema toba na msamaha wa dhambi. Anajua kuna utofauti kati ya toba na msamaha wa dhambi. Haleluya, haleluya. Kwa sababu wengi tu wakisema nimetubu, kwa akili yao wote wanahisi kwamba nimesamehewa dhambi, ila toba ni zaidi ya kusamehewa dhambi. Toba ni kubadilika kunakosababisha usamehewe dhambi. Mtu anaweza akasamehewa dhambi lakini asiwe ametubu, kwa sababu mtu anaweza akasamehewa dhambi lakini akawa hajabadilika, bado ameendelea kuishi maisha yale yale. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo swala sio kusamehewa tu dhambi, swala ni kusamehewa dhambi na kupokea toba kwa pamoja. Haleluya. Hebu sema nataka toba. Sema nataka toba. Kwa hiyo tusome mistari kadhaa hapa. Kitabu cha Mathayo sura ya 3 mstari wa 8. Mathayo 3:8. Anasema hivi Mathayo 3:8, basi zaeni matunda yapasayo toba. Amesema zaeni matunda yapasayo toba. Ndicho ambacho Yohana alianza kukihubiri na ndicho ambacho tutakiona, ndio kitu ambacho Yesu alianza kuhubiri. Yesu pia kwenye injili yake alianza kusema tubuni, kwa kuwa ufalme wa Mungu umekaribia. Anasema tubuni maana yake badilikeni, kwa sababu kuna ufalme wa Mungu unakuja ambao hamtaweza kuupokea mkiwa mjabadilika. Mkibadilika ndio mtaweza kuupokea huo ufalme wa Mungu. Kwa hiyo akawa anawaambia tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Haleluya. Luka 3:8 au nipe Luka 3:3 alafu utaenda mstari wa 8. Luka 3:3. Twende tusome 1-2-3. Anasemaje? Akafika nchi yote iliyo karibu na Yordani, akihubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi. Umeona huo tofauti? Anasema ni toba linaloleta ondoleo la dhambi, sio ondoleo la dhambi limeleta toba. Anasema ni toba liletalo ni ondoleo la dhambi. Maanake ni badiliko linaloleta ondoleo la dhambi. Kuna badiliko unakuwa unalipata ukibadilika, dhambi inaondolewa. Mstari wa 8 tupe kwenye Luka sura ya 3. Mstari wa 8 anasema hivi, basi toeni matunda yapatanayo na toba. Nataka uone tu kipengele hiki cha kwanza. Anasema toeni matunda yapatanayo na toba. Maana anza kuishi aina fulani ya maisha ambayo yanakubaliana na kwamba huyu mtu amebadilika. Kuna badiliko limemkuta huyu mtu. Luka 24:47. Luka 24:47. Luka 24:47 anasema hivi, na kwa mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake, yani kwa jina la Yesu, habari ya toba kwanza, na cha pili habari ya ondoleo la dhambi. Haleluya. Kwa hiyo utaona toba na ondoleo la dhambi limewekwa tofauti, kwamba kwa jina la Yesu tunawahubiri mataifa vitu viwili. Kitu cha kwanza tunachowahubiri, tunawahubiri habari ya toba, maanake habari ya wao kubadilika. Alafu kitu cha pili tunahubiri habari ya wao kupata ondoleo la nini? La dhambi. Kwa mtu akisema ninatubu, hazungumzii kusema Mungu nisamehe. Hiyo Mungu nisamehe ni pati ya ondoleo la dhambi, lakini kuna pati ya kusema Mungu nibadilishe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hautaki kuishia tu kusema Mungu nisamehe dhambi zangu, lakini unajua kusema Mungu nibadilishe. Ndio maana watu tunasemaje kwenye sala ya toba, tukiwaingia watu sala ya toba, tunaona umekipengeza kusema Mungu nisamehe dhambi zangu, lakini utasikia unasema nipe nguvu ya Roho Mtakatifu niishi maisha mapya. Kusema nipe nguvu niishi maisha mapya, maana yake nataka nipate toba, nipate badiliko, nisiendelee kubaki kama nilivyokuwa mara ya kwanza. Ni kweli umenisamehe dhambi, lakini ukinisamehe dhambi na nikabaki kuishi kama zamani, haitanisaidia. Dhambi itarudi tena maishani mwangu. Haleluya. Yesu alikutana na yule dada kahaba ambaye alifumaniwa, unakumbuka?
Wakati anafumaniwa kwenye uzinzi yule dada, Yesu alimwambia yule dada, enenda zako kwa amani, wala usitende dhambi tena. Sio tu nimekusamehe dhambi, lakini usirudi kwenye maisha ya dhambi. Siku moja akamponya mgonjwa mmoja, akamwambia hivi, usirudi kutenda dhambi, lisije likakutokea jambo baya kuliko hili. Maanake ugonjwa ulikuja kwa sababu ya dhambi. Nimekuponya ugonjwa, nimesamehe dhambi, lakini kama utarudi kwenye maisha ya dhambi, ugonjwa utapata nafasi tena. Kwa hiyo sio swala mimi kusamehe tu, sio swala mimi kushughulika na haja yako. Ninataka mfumo wako wa maisha ubadilike. Kuna mfumo wa maisha unaitwa mfumo wa maisha ya toba. Ninataka ndio uwe ndani yako. Kuna aina ya moyo na utaka ndani yako unaitwa moyo wa toba, ndio nao utafuta. Sitafuti tu mtu ambaye amesema nisamehe, ninatafuta moyo wa toba ndani ya mtu. Haleluya, haleluya. Matendo 5:31. Matendo 5:61 anasema hivi, mtu huyo, yani Yesu, Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume, awe mkuu na Mwokozi. Tuliona hiyo jana, mkuu na Mwokozi, tukizungumzia Bwana na Mwokozi. Sasa katika kipengele cha chini pale, awape Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Awape Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Hakupi msamaha wa dhambi peke yake, anakupa toba, anakupa badiliko. Na ndio maana unajua hauwezi kubadilika kwa nguvu zako mwenyewe. Kila mtu lazima afahamu, hauwezi kujitahidi kuwa mtakatifu, hauwezi kujitahidi kuwa na matendo mema, hauwezi kujitahidi kuishi maisha ya wokovu. Inabidi yeye ndo akupe toba. Anasemaje? Sio tu utubu, anasema awape Israeli toba. Maanake awape badiliko. Ni yeye anayekupa badiliko. Hauamui tu kubadilika, ni yeye anayekupa badiliko. Haleluya. Kuna aina ya maisha Mungu anatamani uwe nayo. Kuna maisha ya maombi, kuna maisha ya kusoma neno, kuna maisha ya kufurahia kuja kanisani, kuna maisha kama ya kuja morning glory, unaomba, unaamka asubuhi mapema. Haya sio maisha ya kujitahidi, rafiki yangu. Hauwezi ukayaishi kwa kujitahidi. Lazima kuwe kuna badiliko umepewa kutoka kwa Yesu mwenyewe. Nguvu zake zimeingia ndani yako, zimebadilisha unavyowaza, zimebadilisha unavyotamka, wakati mwingine zinabadilisha hata unavyoongea, zinabadilisha hata unavyovaa, zinaweza zikafika hata huko. Haleluya. Ni kweli mavazi ya kukupeleka mbinguni, lakini kuna wakati ukibadilika, kuna baadhi ya vitu vitabadilika. Kuna namna ya muonekano utabadilika, kuna namna ya kuongea utabadilika. Wakati mwingine kuna vitu ulivyokuwa unavaa zamani, ukijicheki unasema hii sio hekima, siwezi kuvaa hivi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna aina ya uhuru tunakuwa nao, lakini unakuwa ni uhuru ndani ya Kristo. Yaani ni uhuru lakini ndani. Umeshaelewa uhuru ndani? Umeona mzazi anamwambia mtoto wake usitoke ndani leo. Maanake yuko huru, lakini yuko huru ndani ya nyumba. Ukitoka nje ya nyumba hauko huru. Ndio uhuru ndani ya Kristo. Tuko huru lakini tuna mipaka inaitwa Kristo. Hatuendi tunavyotaka. Kuna mipaka inaitwa Kristo. Nisikize rafiki zangu. Kuna vitu viweke clear, kuna vitu viweke sawa. Kanisa la sasa kuna wakati kuna baadhi ya vitu tumevirahisisha sana, kiasi ambacho kuna namna ambavyo tunamwalika shetani. Ni kweli inabidi tujue kama tunatakiwa kuwa na uhuru, lakini uhuru wetu uwe ndani ya Kristo. Siongei hivi kumhukumu mtu yeyote. Ninaongea hivi ili uanze kushape maisha yako tena na kujua kama nataka niishi maisha ya toba, lazima nizae matunda yapatana nayo na toba. Kuna baadhi ya namna inabidi nikubaliane kuishi, kuna baadhi ya namna inabidi nionekane. Nisikilize rafiki yangu, sio dhambi kuishi vyovyote kama watu wengine wanavyoishi, lakini kama kuna sehemu unaenda, kuna vitu tunajizuia. Biblia inasema hata wanaoshindana katika mbio wenyewe kuna vitu wanajizuia ili wapate taji. Tena wanapata taji ya duniani. Je, sisi ambao tuko katika ufalme wa Mungu tunatafuta taji ambayo haitaharibika? Kuna vitu lazima tujizuie kwenye ufalme, kwenye dunia. Haleluya. Nisikilize, mambo mengine sio dhambi, sio dhambi kabisa, lakini kwako Mungu atakwambia hivi usifanye. Haleluya. Sio dhambi, lakini utaambiwa nini? Usifanye. Kwa hiyo nikupe mstari mmoja hapa. Kitabu cha Waebrania 12 mstari wa kwanza. Waebrania 12:1. Angalia anachokisema kwenye Waebrania 12:1. Tazama mstari ubaoni. Bwana Yesu asifiwe.
Anasema hivi, basi sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi. Alafu anasema na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Anasema kuna mashindano Mungu ameweka mbele yetu, ila kuna vitu viwili inabidi mtu aviache. Anasema kwanza tuweke mbali kila mzigo, alafu anasema tuweke mbali dhambi. Umeona vitu viwili alivyoviweka kando? Amesema cha kwanza unaweka kando ni dhambi, kitu cha pili amesema unaweka kando ni mzigo. Dhambi tunazifahamu wote, ni zile ambazo umeenda kinyume na sheria, si ndio? Kinyume na neno la Mungu, si ndio? Lakini anasema kitu kingine sio dhambi, ila kinaitwa mzigo. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo anasema hivi, kuna wakati inabidi tuache dhambi. Kwenye dhambi watu wote tunaacha dhambi zote, lakini kuna kitu kinaitwa mzigo ambacho kwako wewe kinaweza kikawa sio dhambi, kwa mwingine kikawa dhambi. Kinaitwa mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa mfano, Mungu anaweza akaja kwangu akasema, Eze, kila Jumatano hamna kula, utakuwa unafunga. Kwangu mimi chakula Jumatano itakuwa mzigo. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kuna vitu ili upunguze kilo, usio unabeba mizigo mingi. Anasema tunatakiwa kukimbia. Unatakiwa kukimbia huko umebeba mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Ili ukimbie kiwepesi, kuna mizigo inabidi uache. Wakati mwingine kuna vitu sio dhambi, lakini ni mzigo kwako. Mungu anasema hiki sitaki utembee nacho, hiki sitaki uende nacho. Kuna marafiki Mungu anakwambia hawa acha. Sio dhambi kuishi nao, lakini ni mzigo kwako. Haleluya, haleluya. Nenda kwa Samson, Mungu alimwambia je, usinyoe nywele. Kwa hiyo kunyoa nywele kwa Samson ni mzigo, sio dhambi. Kwani kunyoa ni dhambi? Sio dhambi, lakini nimekuwekea hiyo kanuni Samson, nimekuwekea wewe usinyoe, baki hivyo hivyo, hakikisha unyoe nywele zako. Bwana Yesu asifiwe. Samson atashangaa sana akija saizi anakutana na watumishi wa Mungu wenye upako wananyoa nywele. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Anashangaa wameenda saluni wanachonga vizuri, wanakwambia Samson, ule ulikuwa ni mzigo wako, ila sio mzigo wetu. Kwa hiyo kuna vitu lazima ujifunze, ufike kwenye level ambayo utajua hiki ni mzigo wa huyu, lakini hiki kwangu sio mzigo, na usilazimishe mzigo wako ndio uwe mzigo wetu. Inawezekana Mungu anakuambia kila mwezi unafunga siku 5 kila mwezi, kwa mwingine anaweza simwambie hivyo. Haleluya. Kuna wengine Mafarisayo waliwaambiaje, wanafunga mara 2 kwa juma, si ndio? Wengine inawezekana wanafunga mara 3. Kwa hiyo usilazimishe tatu zako ndio ziwe tatu zetu. Haleluya. Wewe unaweza ukawa unaenda 3, mimi nimeambiwa nifunge 2. Kwa hiyo tuheshimiane, tuna mizigo tofauti. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikwambie, nikana kwamba kila mtu kuna mzigo fulani Mungu anamwambia aache, ambao hata sio dhambi. Naambia ukweli, kwa kila mtu ambaye ana kitu kikubwa, kuna kitu Mungu anamwambia hiki acha, kinaweza kisiwe dhambi kabisa, ila Mungu anakwambia hiki hapana. Haleluya. Saa nyingine anakuja kwako anakwambia kwa sababu unatakiwa kwenda mbali, hiki usiwe. Amna kutumia soda kuanzia leo, amna kutumia sukari kuanzia leo. Nataka nitunze mwili wako. Sio dhambi, lakini kwako ni mzigo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Paulo alikuwa na mzigo mzito, anasema hivi, jamani, mnafikiri sisi nasi hatuwezi kuchukua kila mtu mke? Lakini hatujafanya hivyo. Ndio mzigo naye amepewa wewe, hamna kuoa. Kama umeoa acha mke kule, tuendelee na huduma. Chapa injili. Sasa na usijikute Paulo akasema naacha mke wangu kama Paulo. Wewe hujaitwa kama Paulo, wewe ni mzigo wa Paulo. Haleluya. Haleluya. Nipe kitabu cha Petro 2:3 mstari wa 9. Petro 2:3 mstari wa 9. Angalia anachokisema, anasemeje? Bwana hakawii kutimiza ahadi yake, kama wengine wanavyokudhania kukawia. Sikize, Mungu hajawahi kawia. Wewe unaweza kadhani Mungu amekawia, lakini kama Mungu ameahidi, Mungu hakawii. Anasema bali uvumilia kwenu. Wewe ndio unaishi unavumilia ahadi ya Mungu, unasubiria, ila kiukweli Mungu ndio huwa anavumilia. Na kwa nini Mungu anavumilia? Ni kwa sababu anakusubiri ufikie level fulani ya mabadiliko ndio akupe ahadi. Afu wewe ndio unamchelewesha. Haleluya. Niliweka status juzi nikasema hivi, maombi mengi ambayo tunayaomba hayakutakiwa kuwa maombi. Yanatakiwa tuyapate tu kwa sababu tumekuwa kiroho. Lakini kwa sababu tunakataa kukua, tunaendelea kuomba. Na Mungu hatupi majibu. Anachokifanya anasema majibu kaa hapa, nimbadilishe kwanza huyu mtu. Nikimpa huyu mtu haya majibu na hajabadilika,
yatamuua. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Uko bize, Mungu nipe milioni 10, Mungu anakucheki na 2 tu, anaona hii ngoma milioni 10 itamuua huyu. Haleluya, kwa sababu ukipewa tu 200 unaweza kuandika mtandaoni hasara za kula marage. Haleluya. Kwa Mungu anacheka, anaona huyu nitamharibu huyu, nikimpa milioni huyu. Bwana asifiwe. Wanafunzi wanapokeaga zile hela za boom za kwanza, usiku unakuwaga mrefu. Kama inaingia usiku, anajiuliza ili kwa nini benki haufunguagi saa 7 usiku? Sasa angalia anachosema kule mbele. Mungu hajawahi kawia. Anasema kule mbele kitu moja hivi. Anasema maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie nini? Toba. Napenda ile andiko. Mungu hapendi mtu yeyote apotee, bali kila mtu afikirie toba. Na kama una moyo wa kimungu, utataka mtu yeyote apotee, utataka kila mtu afikirie toba. Unatamani kila mtu afikie wakati ambao atatubu. Haijalishi kukutendea mabaya kiasi gani, Mungu hataki yule mtu apotee. Haijalishi ni mtu mwovu kiasi gani, Mungu hataki yule mtu apotee. Anataka kila mtu afikirie nini? Toba. Hebu sema, hataki watu wote wapotee, anataka wafikirie toba. Haleluya. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 30. Matendo 17:30. Matendo 17:30. Hebu tulisome ile andiko kwa pamoja hapo ubaoni. 1, 2, 3. Anasema basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama azioni, bali sasa anawaagiza watu wote wafanyeje? Wa kila mahali watubu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka anachozungumza kuhusu toba, nishasema kutubu sio swala la kusema tu Mungu nisamee. Kutubu maana yake anataka watu wote wafikie level ya kufanyeje? Ya kubadilika. Anataka watu wote wapokee mabadiliko. Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Anataka watu wote, watu wa kila mahali watubu. Twende kitabu cha Matendo 26 mstari wa 20. Matendo 26 mstari wa 20. Paulo anazungumza, anasema hivi, bali kwanza niliwahubiri wale wa Dameski na Yerusalemu na katika nchi yote ya Uyahudi na watu wa mataifa kwamba watubu na kumwelekea Mungu, wakiyatenda matendo yanayopatana na kutubu kwao. Kumbe sio swala la kusema nimetubu. Baada ya kutubu inabidi uanze kutenda matendo yanayopatana na kutubu kwako. Haleluya, haleluya. Hebu sema natakiwa kutubu, alafu nitende matendo yanayoendana na kutubu kwangu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwenye hili eneo kuna vitu kama viwili nataka kukuonyesha namna ambavyo unaweza ukaanza kuishi maisha ya kutubu na kutenda matendo yanayopatana na kutubu kwako. Kwanza nipe kitabu cha Warumi sura ya 2 mstari wa 4 na wa 5. Warumi sura ya 2 mstari wa 4 na wa 5. Anazungumza, anasema hivi, au adharau wingi wa wema wake na ustahimili wake na uvumilivu wake, usijue ya kuwa wema wa Mungu wa kuvuta upate kutubu. Nisikilize, watu wengi sana wakijiona wanaishi duniani na wanaishi vizuri, hata kama hawana Yesu, wanafikiri Mungu hahitaji wao watubu, kwa sababu wanaona mbona maisha yanaendelea vizuri tu na hatujatubu na tunaishi maisha ya dhambi. Hawajui kwamba huo wema wa Mungu unawavuta ili wapate nini? Kutubu. Ukiona Mungu yuko bize, wewe ni mtenda dhambi, unaishi maisha maovu, lakini Mungu bado anakulinda. Unapata ajali, wengine wanakufa, umetoka salama. Saa nyingine mambo yanakuwa ya ovyo ovyo, wewe uko salama. Wengine uchumi umeenda vibaya, wewe uchumi wako umenyoka. Usifikiri Mungu anakupa hiyo chance ili uendelee kuwa muovu. Mungu anakupa hiyo chance ili akuvute upate kutubu. Haleluya.
Kwa sababu watu wengine ambao ni waovu huko nje, wakiangalia maisha yao ambavyo yamenyoka, alafu wanaishi kwenye uovu, wanasema kwa nini kuokoka? Nikienda kuokoka nitapata nini? Mbona sijaokoka alafu maisha yangu yamenyoka namna hii? Mbona sina huyo Yesu alafu kila kitu kinatiki, kila dili zinatiki? Wakati mwingine anakuambia mbona wewe umeokoka alafu nimekuzidi maisha na maisha mazuri kuliko wewe, nikitazama naona nimefanikiwa kuliko wewe. Hawajui huo wema wa Mungu umewekwa ili wapate kutubu. Wema wa Mungu unawavuta ili wapate kutubu. Saa nyingine unaweza ukashangaa watu wema, watu waliookoka, watu wanampenda Yesu, anafikia tu umri fulani mdogo mdogo anakufa. Alafu unamwona kuna mzee lakini ni mwovu kweli kweli. Hajui Mungu anamwekea maisha hayo marefu kwa sababu anataka tu afikirie toba. Haleluya. Unasema mbona waovu wanaishi muda mrefu? Wakati mwingine Mungu anawaacha, wema wake unawavuta, anatamani watubu, anatamani wafikirie toba. Ni wenyewe tu hawajajua, hawajapewa hayo maisha kuchezea namna hiyo, wamepewa hayo maisha wafikirie toba. Anasema hataki mtu apotee. Mungu anasema sifurahishi na kifo cha mtu mbaya, lakini anasema ninatamani mauti ya wacha Mungu wake. Haleluya, haleluya. Wema Mungu unawavuta, fanyeje? Wapate kutubu. Sasa angalia anachosema. Anasema bali kwa kadri ya ugumu wa moyo wako na kwa moyo wako usio na toba wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira na ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu. Anasema kwa moyo wako usio na toba kuna kitu unachokitengeneza. Unatengeneza akiba ya hasira. Unakuwa unaweka akiba hasira ya Mungu. Sasa nisikilize. Kuna neno la muhimu nataka ulipate kwenye ile andiko. Anasema moyo wako sio wa toba. Kumbe inabidi sio tu utubu, baada ya kutubu uwe na kitu kinaitwa moyo wa toba. Ukisha tubu umekuja kwenye ufalme wa Mungu. Kitu cha pili unachokihitaji ni kuwa na moyo wa toba. Sasa moyo wa toba ndio utakao kusababisha kuishi maisha yanayosababisha uwe na matendo yanayofanana na kutubu kwako. Matendo ya toba. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi ukaishi matendo ya toba kama hujawa na moyo wa toba. Sasa ngoja nieleze vizuri hapa. Huu moyo wa toba utakusaidia. Na utakusaidia kwa namna kubwa kama mbili. Namna ya kwanza utakufanya kuwa ni mtu wa kuita toba na rehema za Mungu kila wakati. Utakuwa ni mtu wa kuishi maisha ya toba na maisha ya rehema kila wakati. Hii haijalishi kama ulishatubu umeokoka, lakini unajikuta kila wakati unapotembea barabarani umekaa kidogo ukikumbuka tu, ukiconcentrate ndani yako unasema Mungu ni rehemu, Mungu nitakase, Mungu ni rehemu, Mungu nitakase, Mungu ni rehemu, Mungu nitakase, Mungu ni rehemu, Mungu nitakase. Inakuwa ni sehemu ya maisha yako. Mtu mwenye moyo wa toba ndio yuko hivi muda wote, haijalishi ameona ametenda mabaya au ametenda mema, anasikia ndani yake kusema Mungu ni rehemu, Mungu nitakase, Yesu nioshe tena, ninaomba damu yako inioshe, damu yako nitakase. Wengi wakiona maisha ya namna hii wanafikiri kwamba mtu anaishi maisha ya namna hiyo hajiamini, kwamba haamini msamaha aliopokea msalabani. No, mtu mwenye ambaye anaamini vizuri msamaha wa msalabani anaendelea kuishi maisha ya toba. Kuna baadhi ya mafundisho yameingia siku hizi ndani ya kanisa ambayo sio mafundisho sahihi. Wanasema ukishatubu, ukishaokoka hutaki kutubu tena. Wewe Yesu ameshakupa msamaha wa dhambi, Yesu ni haki yako, wewe usiendelee kutubu. Nisikilize, wanajaribu kupotosha kitu cha maana sana. Wanakuulia moyo wa toba ndani yako, wanaua moyo wa toba ndani yako. Yesu alikuwa na siku moja anachukua maji akawatawaza wanafunzi wake miguu, akafika kwa rafiki yetu anaitwa Petro. Petro akamwambia, Bwana, mimi hutanitawaza miguu, wewe huwezi kunitawaza miguu. Yesu akamwambia, nisipokutawaza miguu huna shirika nami. Petro akasema, Bwana, ndio hivyo. Kama ni hivyo, sio miguu tu, na kichwa pia na mwili wote. Yesu akasema, hapana Petro, aliyekwisha kuoga hahitaji kuoga tena, bali kutawaza miguu. Alikuwa anamwambia nini? Aliyekwisha kuoga, yani aliyekwisha kuokoka hahitaji kuokoka tena, lakini kuna mavumbi ya dhambi huko duniani unapotembea. Unatakiwa kutawaza miguu kila siku, unatakiwa kutawaza miguu kila wakati. Usipotawaza miguu huna shirika na mimi. Haleluya. Haleluya. Ni kweli nimeokoka, lakini ukinikuta nasema naomba toba, saa nyingine hata sijaona dhambi iko wapi, lakini nasikia moyo wa toba. Ninajua tu kuna mavumbi huku ninakotembea, inawezekana amechafua miguu. Nisikilize, hawa kina mama wanajua, wana vyombo vyao vya heshima, huwa wanaviweka kabatini, vinaweza vikakaa miezi mitatu
havijatumika, ni kweli havijachafuka, lakini watavichukua, watavirudisha tena kwenye maji, watavirudisha tena kabatini. Maana yake nini? Hata kama sijavitumia, hata kama sijavichafua, ninajua kuna mavumbi ya duniani humu, natakiwa niwe nasafisha kila wakati. Moyo wa toba inahitajika uwe nao kila wakati, utembee kila wakati na kumwambia Mungu ni rehemu, Mungu ni samehe. Inawezekana sijaona nilipokosea, lakini achilia rehema zako ndani yangu, achilia rehema zako ndani yangu. Hayo ndio maisha yanayopatana na toba. Haleluya! Ukiwa hivyo imaanisha ni mtu unayejihukumu. Sio mtu unayejihukumu, ni mtu ambaye unajua unatakiwa kuwa na moyo wa toba. Kila wakati unaenda na rehema mbele za Mungu, kila wakati unafahamu rehema za Mungu, kila wakati unajua nimepungukiwa kitu. Nisikilize, toba inabeba neno linaitwa rehema ndani yake. Ukibadilika, toba ni mabadiliko. Ukibadilika utagundua kwamba unahitaji rehema za Mungu, unahitaji rehema za Mungu. Yesu mwenyewe anasema nitakapokuja duniani, fahamuni neno hili, nataka rehema wala si sadaka. Wengi nafikiri wakitoa sadaka nyingi ndio Mungu anaona. Mungu anataka moyo unaotafuta rehema kuliko hata kutoa sadaka. Ukikosa moyo unaohitaji rehema za Mungu, sadaka zako hazitakusaidia. Sadaka zina msaada kama moyo wako umepondeka. Sadaka zina msaada kama moyo wako umepondeka mbele za Mungu. Anasema mimi ni Mungu, ninaketi katikati ya mioyo iliyotubu, mioyo iliyopondeka, mioyo ambayo imenyenyekea na kutubu, ndio ninayokaa ndani yake. Na ishara mojawapo ya unyenyekevu ni kumwambia Mungu ni rehemu, Mungu ni rehemu, Mungu nisamehe, Mungu nisamehe, Mungu nitakase. Natamani kuwa mtakatifu kama ulivyo. Mungu nitakase. Hapa sio kwa sababu nimeona dhambi. Naweza nikawa sijaona hata tone la dhambi, lakini bado nahitaji rehema zake. Anasema nataka neno hili, rehema wala si sadaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Kama kanisa lingeona nafahamu hivi vitu, ndio kitabu cha Mathayo 9:13. Unatembea na maisha ya toba, kila wakati unajisikia kutubu. Tusome ile andiko Mathayo 9:13 kwa ubaoni. Anasema hivi, lakini nendeni mkajifunze maana yake maneno haya, nataka na rehema wala si sadaka, kwa maana sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi. Haleluya. Anasema anachohitaji nini? Rehema. Wewe unaenda kwa Yesu na sadaka. Yesu anasema sadaka yako kama moyo wako sio wa toba, kama moyo wako sio wa rehema, sadaka yako haisaidii chochote. Sioni chochote ndani ya sadaka yako, kwa sababu sadaka yako inabidi ilete moyo wako. Sadaka yako inabidi ibebe moyo. Hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwa. Kwa kama unaita sadaka inabidi ulete moyo. Hiyo sadaka yako imekuja, lakini kiangalia huo moyo ambao umebebwa kwenye hiyo sadaka hauna rehema, hauhitaji rehema. Umekuja kana kwamba unanisaidia, umekuja kana kwamba unanihonga. Hakuna cha rehema huku ndani, haukuja kunyenyekevu huku ndani. Baki na hiyo sadaka yako. Utaacha sadaka madhabahuni, lakini mbinguni haitafika. Utaacha sadaka kwenye kanisa, lakini mbinguni haitafika. Utaacha sadaka yako kwa mtumishi, lakini kwa Mungu haitafika. Kwa sababu Mungu anachoangalia, nisikilize, Mungu anasema hivi, Mungu akamtakabali Habili na sadaka yake. Sio akatakabali sadaka ya Habili na Habili. Alianza kutakabali Habili, kisha ndo sadaka yake. Anaangalia kwanza moyo wako, ndipo anageuzia macho kwenye sadaka. Haleluya. Haangalii kwanza sadaka ulioleta, ndio angalia moyo wako. Anaangalia moyo kwanza, alafu ndipo anaangalia sadaka. Ndio maana aliambia wale wanaotoa sikile sadaka, akasema kama mnatoa hivi, huyu mwanamke ametoa kuliko wote, kwa sababu ametoa out of kila alichokuwa nacho, ametoa vyote alivyokuwa navyo. Nimeangalia moyo, ila nyinyi nikiangalia mioyo yenu, mnakuja kumsaidia Mungu, mnatoa vilivyozidi tu ambavyo hamna haja navyo. Nataka rehema wala si sadaka. Haimaanishi usitoe sadaka, lakini moyo wako wa rehema ni wa muhimu kuliko sadaka yako. Ndio maana lazima ujifunze kutembea na maisha ya Mungu ni rehema. Mungu ni rehema. Mungu ni rehema. Watu wa namna hii wanaosema Mungu ni rehema mara kwa mara, wanabeba wingu la kimungu, wanabeba nguvu za kimungu, wanatembea na uwepo wa kimungu. Uwepo wa Mungu haukati kwao, uwepo wa Roho Mtakatifu haukati kwao, wanajikuta wanaingia kwenye unyenyekevu. Nisikilize rafiki yangu, moja kati ya funguo Mungu anamwambia Petro, nimekupa funguo, nimekupa funguo, nimekupa funguo, utakalolifunga litafungika. Funguo mojawapo bali kwa anamwambia nimekupa ni toba.
Ndio maana alisema hivi, nimewapa mamlaka, mtamfungia dhambi mtu au mtamfungulia dhambi. Mtakayemfungia atafungiwa, mtakayemfungulia atafunguliwa. Maana yake alikuwa Petro, moja kati ya funguo niliyokupa ni funguo inaitwa toba. Toba ni funguo ya maeneo, toba ni funguo ya makanisa, toba ni funguo za nchi. Nisikilize, mazingira yakiwa magumu, Mungu anahitaji watu watakaoanguka mbele zake na kutubu na kusema, Mungu turehemu, Mungu turehemu, Mungu rehemu hili taifa, Mungu rehemu huu mkoa, Mungu rehemu, Mungu rehemu. Nisikilize, kuna namna nzuri mbili za kuomba wakati hujui kuomba. Namna ya kwanza ni kunena kwa lugha, namna ya pili ni kuomba toba. Narudia tena, namna mbili nzuri wakati za kuomba wakati haujui kuomba. Namna ya kwanza ni kunena kwa lugha, namna ya pili ni kuomba toba. Haujui cha kuomba, ingia kusema, Mungu tusamehe, Mungu ni rehemu, Mungu achilia rehema zako, Baba achilia rehema zako, Baba achilia rehema zako. Sijui hali itaisha lini, lakini nimekuja kusema tusamehe, Mungu turehemu, Mungu turehemu. Mungu akiona rehema anapata mlango wa kupita, anapata rehema, namna ya kukusaidia, anaachilia namna ya kukusaidia. Ndio maana tunamkuta Daudi kila wakati anaenda mbele za Mungu kwa toba. Oh, Mungu ni rehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu. Wakati wote anahitaji rehema zitembee pamoja na yeye. Alikuwa anafahamu kuna wakati unaweza ukawa vizuri sana kama mwanadamu, lakini kama wanadamu tuko limited, tuna mipaka. Uwezo wetu sio uwezo wote, tunahitaji msaada wa Mungu, na ili Mungu akusaidie, kitu kimojawapo ambacho anakihitaji yule kwako ni moyo wa rehema. Asipoona moyo wa rehema, hana nafasi ya kukusaidia. Akipata moyo wa rehema, anapata lango la kuingia kukusaidia. Lakini asipokuta moyo wa toba, asipokuta moyo wa rehema, mtu anayetaka rehema kila wakati hawezi kupata mlango la kukusaidia. Ndio maana moja kati ya maombi ambayo huwa hajawahi acha kujibiwa ni kusema, Mungu nisaidie, Mungu ni rehemu, Mungu ni rehemu. Haleluya. Wewe acha kitu kimoja kitabu cha Daniel. Mnakumbuka kipindi kile Nebukadreza ameota ndoto afu kasahau. Napenda sana Nebukadreza, aliota ndoto akasahau, akaamka asubuhi akasema, mtaniambia ndoto na tafsiri yake. Haleluya. Wale waganga na wenye hekima wakamwambia Nebukadreza, hebu sikiliza bwana, hiyo kitu unayosema wewe hakuna mtu yeyote anaweza akafanya isipokuwa miungu wasio na kikao na wanadamu. Maana yake alikuwa anasema hivi, sisi tunafahamu miungu yetu ina kikao na sisi. Maana yake miungu yetu inajadiliana na mambo na sisi ndio yanatokea, ila tunafahamu kuna Mungu fulani ambaye anamuaga mambo yeye mwenyewe na yanatokea, ila huyo sisi hatumjui. Akaagi na wanadamu hawakujua huyo Mungu anasema hana kikao na wanadamu, huwa ana kikao na Daniel. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Wanaweza wakasema tunafahamu kuna Mungu mmoja anaweza kukusaidia, ila huyo Mungu anaga kikao na wanadamu, ila hawajajua kuna wanadamu hapo wana kikao na huyo Mungu. Haleluya. Mfalme akakasirika akasema, okay, na uwanyie wote na wenye hekima wote, na ubaya kwenye kikao Danieli hakuwepo. Lakini cha kushangaza, muuaji leo anaenda kuua watu wote, alitaka kuanza na Danieli. Unamuuliza wewe, Danieli hakuwepo kwenye kikao, mbona unaanza naye? Lazima tu ndani yake Mungu aliweka msukumo kusema ili wasaidie na hao wachawi wasife. Hebu kaanze na Danieli. Usipoanza na Danieli utaua hao watu kabla, utafika kwa Danieli utapata majibu. Haleluya. Haleluya. Jamaa akatoka kwa spidi kweli kweli, akafika akagonga nao Danieli. Aisee, mfalme amesema tuwaue. Danieli akasema, kwa nini amri ya mfalme imekuwa kali namna hii? Kamwambie mfalme anipe muda. Haleluya. Watu wanaomjua Mungu wao. Sasa mwambie mfalme anipe muda, nikamwambia hiyo ndoto na tafsiri yake. Sasa niwekee Danieli 2:18 uone namna alikwenda kutafuta ndoto na tafsiri yake. Danieli 2:18 tuanzia 17, Danieli 2 anzia 17 tutafika mstari wa 18. Angalia anachosema, anasema hivi, tusome 1, 2, 3, anasemaje? Ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake, akawapasha habari kina Hanania na Mishaeli na Azaria wenzake, ili waombe nini? Rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Na unaona kilichoendelea, Mungu alimpa tafsiri, lakini alimpa tafsiri alipoenda kuomba nini? Hakuomba tafsiri, aliomba rehema. Haleluya.
Unakaa unasema, Mungu, naomba tafsiri ya nini kinachoendelea kwenye biashara yangu. Naomba tafsiri ya nini kinachoendelea kwenye nchi yangu. Naomba tafsiri ya nini kinachoendelea kwenye ndoa yangu. Nisikilize, hauhitaji kuomba tafsiri, unachohitaji kuomba ni rehema. Ukiomba rehema utapewa tafsiri. Piga magoti, mwambie Mungu, katika jina la Yesu, sioni maendeleo, sioni ukuaji wa kile ambacho umenipa, sioni ukuaji wa huduma yangu, sioni ukuaji wa biashara yangu, sioni maendeleo kwenye hii ndoa. Hii ndoa inaondoka. Mungu turehemu, Mungu tusamehe, Mungu turehemu, tupe mipango yako kutokana na rehema zako. Tuambie unataka tufanyeje. Mungu turehemu. Katikati ya kumwambia Mungu ni rehemu, Mungu atakushushia wazo ambalo ukuwa nalo kabla. Mungu anakususia ajenda ambayo uko nayo kabla, itakayo save ndoa yako, itakayosaidia familia yako, itakayosaidia maisha yako. Ndio maana unahitaji kuwa mtu wa toba, mtu mwenye moyo wa toba. Nisikize rafiki yangu, chochote ambacho hakifunguki kwa namna yoyote kinafunguka kwa toba, chochote kile. Ndio maana Biblia inasema katika yetu tunao ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Ukombozi hauji hivi hivi, unahitaji msamaha wa dhambi. Kuna maeneo yamefungwa, rafiki zangu, hayafunguki tu kwa kusema funguka. Kuna maeneo ukitaka kuyafungua, mnajikusanya, mnaanza kutembea, mnasema Mungu, tunatubu kwa ajili ya huu mji. Tunavyotembea, damu yako tunainyunyiza kwenye huu mji, damu yako ibadilishe watu, damu yako ibadilishe watu. Alafu ndio mnaenda kufanya evangelism baadaye. Mkianza kuongea na mtu, kila mtu anajisikia tu, ndio nampokea huyo Yesu, ndio nampokea huyo Yesu. Kwa nini? Kuna watu wametubu tayari kwa ajili ya huo mji. Kuna uamsho mkubwa unakuja Tanzania, lakini tutahitaji watu ambao wataingia kusema, Mungu rehemu vijana, Mungu samehe watoto, Mungu samehe wanawake, Mungu samehe wanaume. Mungu, tunatubu kwa ajili ya wazee, tunaomba rehema zako. Wape wokovu, wafikirie toba, kila mtu afikirie toba. Ninaomba rehema, achana na dhambi zao Bwana. Rehemu, 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 usikumbuke maovu yao. Rehemu, rehemu. Baada ya kutubu kwa ajili yao, nisikilize rafiki zangu, unataka ndugu zako waokoke, si ndio? Tubu kwa ajili yao. Haleluya, haleluya. Unafikiri watu wanaokoka tu hivi? Warumi 11. Watu hawaokoki tu hivi ndugu yangu. Anasemaje Warumi 11? Anasema hivi, ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni mwombayo Mungu ni kwa ajili yao, ili waokolewe. Kumbe kama kuna mtu hajaokoka, mstari inabidi ujue, uende kuomba ili aokolewe. Piga rufaa, kata rufaa. Mimi kwenye familia yangu hakuna mtu akwenda jehanamu tena. Ninatubu kwa ajili yao, ninaomba kwa ajili yao ili waokolewe. Hakuna mtu akwenda jehanamu tena. Aisee, rafiki yangu, Biblia inasema nikaona watu wa kila taifa kule mbinguni. Anasema nikaona watu wa kila taifa, maana kumbe tukifika mbinguni kuna uwezekano, kuna wakati tukawa tunakaa kimataifa. Watanzania pale, unajisikiaje ukisema Watanzania pale, afu kicheki hivi unaona ndugu zako, mdogo wangu, kaka yangu, mama, dada, mke, mtoto, haleluya. Afu mnapongezana, aisee, uliupiga mwingi kule duniani. Mwingine anakuambia, aisee, bila wewe nisingekuja huku, nakushukuru sana, uliniombea mpaka nikaokoka. Mwingine anasema, wewe nilisikia mahubiri yako wewe mwenyewe ndugu yangu, nimefurahi kukuona huku, na wewe upo, aisee, fulani yuko wapi? Yule pale, wewe naomba kuja. Ndio, haleluya. Itakuwa raha ya maana huko mbinguni siku hiyo, kuliko unakaa namna hiyo unaangalia iko mwenyewe tu. Ni kweli huzuni haitakuwepo kwa sababu Mungu atakuwa ameiondoa, lakini haina maana. Haleluya, haleluya. Mwalimu akasema siku moja alikuwa anaongea na wabunge, anasema akamwambia, fikiria, alikuwa anaongea na wabunge waliookoka, anasema fikiria umefika mbinguni, afu unamwona mbunge mwenzako ambaye ulikuwa unakaa naye kiti cha pembeni miaka 5 bila kumwambia habari za Yesu, yuko jehanamu, afu anapaza sauti kutoka jehanamu, anasema, Yesu, huyo jamaa tumekaa miaka 5 bungeni, hajawahi niambia hata mara moja kwamba yeye ana kitu cha kwenda mbinguni. Tuko na bili, tunajadili bajeti za nchi, tunajadili wote sawa, lakini alikuwa ananiambia kama ana cha ziada. Si angeniambia na mimi ningekuwa huko sasa hizi. Ningekuwa mimi ndio Yesu nakurudisha. Kwa nini kumwambia nawe nenda kule? Haleluya. Lazima ujifunze kutubu. Hebu sema lazima ujifunze kutubu. Sasa angalia, nataka nionyeshe faida kadhaa za kuomba toba, afu nisichimbe sana kwenye ile eneo. Tuingie kwenye tuone faida kadhaa za kuishi maisha ya toba. Okay, nimekwambia kwanza, namna ya kwanza ya kuishi maisha ya toba ni kuhakikisha kila wakati unaenda na maisha ya rehema, maisha ya kuomba toba kila wakati, kila wakati, kila wakati, kila wakati. Itafungua vitu vingi sana. Lakini namna ya pili ambayo nasema mtu ana moyo wa toba,
huyu mtu ana maisha ya toba, anazaa matunda yapatanayo na toba, ni pale mtu ambapo anaishi maisha matakatifu. Haleluya, haleluya. Hebu sema mtu anaishi maisha matakatifu. Yale ya kwanza nimekwambia, unaishi maisha ya toba, hajalishi umekosea au hujakosea, si ndio? Na ukikosea ndio unaomba toba vizuri. Lakini namna ya pili, amua moyoni mwako kuishi maisha matakatifu. Ukiamua moyoni mwako, Mungu atakuja kukusaidia, lakini Mungu hata kusaidia kama hujaamua kuishi maisha matakatifu. Niliwaambia hivi, tuna uwezo wa kuishi utakatifu. Sisi kuishi maisha ya dhambi ni kujirahisisha, sababu tumekombolewa mbali na dhambi, si ndio? Kwa hiyo tuna uwezo wa kuishi maisha matakatifu. Hebu sema, nina uwezo wa kuishi maisha matakatifu. Lakini inatakeje? Inataka mtu ambaye kwanza ameamua moyoni mwake, ameamua kwamba nitaishi utakatifu, ameamua kwamba nitatembea kwenye utakatifu. Alafu akishaamua, anajua jambo la pili, siwezi mwenyewe, nahitaji msaada. Kwa sababu ukiamua alafu ukaendelea kuishi mwenyewe, tunaita haki yako binafsi, self righteousness. Unaishi kwa kujitegemea mwenyewe, hiyo haitakupelekea kuishi maisha matakatifu. Inabidi uishi kwa kuamua mwenyewe, lakini baada ya kuamua utegemee msaada wa Mungu kuishi wa utakatifu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndio maana kuna watu wengine, nilikuwa naongea hapa kuhusu namna unavyobadilika. Saa nyingine mtu anabadilika hata kuvaa na nini, lakini sio issue ya kujitahidi. Ni kitu kinachotokea kwa kutumia msaada wa Mungu. Narudia tena, sio issue ya kujitahidi, kwa sababu kuna wengine wamejiwekea visheria vingi, wanaamini wao ndio wokovu. Usivae hivi, usitembee hivi, usifanye hivi. Wokovu hauna visheria hivi. Haleluya. Sababu wengine wanaweza katokea hivi kanisani, hii kanisa siwezi kusali. Nini? Angalia wale watu wanasuka nywele. Kwa hiyo usivae mtumba. Umevaje suruali ya jeans? Jamani, hata kama nimesema unabadilika. Haleluya, haleluya. Ngoja niongee vitu hivi. Unajua wokovu ulipokuwa unakuja, pia wokovu ulikuwa unategemea kitu ambacho kinaitwa pia culture, asili. Ulikuwa unategemea maeneo, ule utamaduni wa maeneo. Sawa? Wokovu unapoingia kwenye maeneo, huwa unajitahidi kufiti kila tamaduni. Unajitahidi kukaa kwenye kila tamaduni na ukaendana nazo. Kuna maeneo ukituma leo hii kuhubiri, kama umejiwekea wokovu wa visheria, hutaweza kuhubiri. Nakwambia ukweli, hutaweza. Fikiria umeamini kuvaa suruali namna hii ndio utakatifu. Alafu papo Mungu amekutuma kwenda kuhubiri Uarabuni, unakuta kila mtu na kanzu. Kwanza ukipata suruali hawakusikilizi, na inabidi upige zako kanzu. Upige kama mtandio kichwani ili ndo uanze. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Leo okay, tunafahamu kuna madhara makubwa sana ya kuchora tattoo na nini kwenye miili ya watu. Lakini fikiria sasa, umeenda kuhubiri nchi za kule Amerika ya Kusini, ambako mtoto wa miaka 3-4 ameshachorwa tattoo. Unafika unamwambia ukichora tattoo uende mbinguni. Tayari anayo. Wewe kwenda na huo utamaduni, uhakikisha anaokoka na tattoo yake. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo nasema unaanza kuishi maisha ya matendo matakatifu, haimaanishi unajiwekea visheria. Nisikilize, visheria haviwezi kutawala mwili wako. Yaani kuna watu wana visheria na zaidi ya visheria, lakini ni wazinzi sio kwa kawaida. Haleluya. Nawaambia ni ukweli, acha ni wagonge wa Kristo kwenye kichwa. Haleluya. Unaweza kukutana na huyo binti amevaa suruali, sketi imefika huko miguuni, ikitembea hivi nasema salamu Maria. Haleluya. Lakini utaamini alivyo mzinzi sio kwa kawaida. Haleluya. Sasa angalia, sihalalishi hivyo vitu, lakini ninachosema kama mtu alikuwa na hiyo tamaduni muache, alafu Roho Mtakatifu ataamua kumweka namna ambavyo anataka. Haleluya. Tuache tu kurushiana maneno, huyu mtumishi wa Mungu anafaidi hivi. Hapana. No, kuna wengine wameitwa kwa ajili ya watu wa staili hiyo. Waache. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini kuna mazingira pia lazima ujifunze, kama Kristo amefanya kazi ndani yako, kuna vitu unavibadilisha tu. Na usinganganie kubaki na udunia. Kuna vitu Yesu atavibadilisha tu ndani yako. Lazima atavibadilisha. Haleluya.
Nilikuwa namwambia pastor wakati nimeanza tu kuhubiri, kuna wakati nilikuwa navaa cheni, navaa pete. Lakini haleluya. Msingi nikubali hata leo kuhubiri hapa, si ndio? Kwa kuna namna nilijiweka kwenye standard ambayo kila kanisa linataka likubali kuhubiri. Haleluya. Jiweke hivyo, kila mtu aweze kukubali. Biblia inasema jitahidini kujionyesha mmekubalika na Mungu. Jitahidi ujionyeshe kukubalika na Mungu. Sio kusema Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Hata muonekano wako tu, hata kuongea kwako tu, kujionyesha kukubalika na Mungu. Haleluya. Kwa hiyo nimekwambia vitu viwili vinavyokusaidia kuishi maisha yapatanayo na toba, si ndio? Nimekwambia jambo la kwanza ni wewe kuwa ni mtu wa toba muda wote. Jambo la pili ni kuamua kuishi maisha matakatifu, ndio unazaa matunda yanayoendana na toba. Haleluya. Haleluya. Sasa angalia faida mbili kubwa. Nataka faida mbili tu leo. Faida mbili kubwa zinazotokea pale ambapo unakuwa ni mtu wa maisha ya toba na mtu unayetubu. Faida ya kwanza ni nyakati za kuburudishwa kuja kwenye maisha yako. Kitabu cha Matendo sura ya 3 mstari wa 19. Matendo 3:19. Hebu tusome ile andiko, wanasemeje? Tena wanasemeje? Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwapo kwake nani? Bwana. Nisikilize, toba huwa inafungua nyakati, inafungua mlango unaitwa mlango wa wakati. Nisikilize rafiki zangu, kuna malango ya kiroho mengi hapa duniani. Duniani tuna malango ya kiroho mbalimbali, sawa? Malango ya kiroho yako ya aina mbalimbali. Tuna malango ya kwanza yanaitwa malango eneo. Eneo linaweza likawa ni lango. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenye malango eneo tuna malango ya aina mbili. Kuna malango ya asili, narudia. Kuna malango ambayo yanaitwa malango eneo. Yaani kuna eneo linaweza likawa ni lango la mbinguni. Mungu anasema kuna malango ya mbinguni, kuna madirisha ya mbinguni. Si mnakumbuka? Anasema nitawafungulia madirisha ya mbinguni, si ndio? Kwa kuna madirisha ya mbinguni, kuna malango ya mbinguni. Malango ya mbinguni kuna malango fulani huwa yanakuwa malango ya asili. Yaani ukienda tu kwenye hilo eneo unakutana hilo lango lipo tu. Nakumbuka Yakobo alilala sehemu moja. Alipolala akaona malaika wanapanda na kushuka kwenye ndoto, si ndio? Alipoamka akasema, mahali hapa ni lango la mbinguni na mimi sikujua." Hilo lango halikufunguliwa na mtu yeyote. Ni Mungu tu aliamua kwamba ile eneo litakuwa ni lango langu la mimi kushukia. Na watu wa Agano la Kale walikuwa wanatafuta hayo maeneo, wakigundua hili eneo ambalo Mungu anachukia, walikuwa wanamjengea Mungu madhabahu, wanaacha hapo madhabahu ili mtu mwingine akifika ajue hapa nikija kuomba nitakutana na Mungu. Haleluya. Yalikuwa maeneo mengi na Ibrahimu alikuwa anayajua. Alipofika Moria akagundua hapa ni lango la Mungu mpaji, Mungu anayetoa vitu. Akajenga madhabahu akaita Jehova Jire. Akasema hapa ni Mungu ambaye ana provide, Mungu anayetoa anapatikana kwenye hii madhabahu. Akaacha hapo madhabahu. Haleluya. Kwa hiyo kuna maeneo yakawa na hivyo, yakawa ni malango mengi na zikawa madhabahu nyingi. Kwa hiyo kuna maeneo Mungu ameyaweka. Wewe unafahamu, kuna eneo tu ukienda unajisikia kuomba, si ndio? Kuna eneo ukikaa tu unasikia uwepo wa Mungu. Ni kwa sababu hilo eneo limefanyika lango la mbinguni. Nisikize, na kama kuna lango la mbinguni, kuna maeneo ni malango ya kuzimu. Kuna eneo ukiingia tu mwenyewe unasema leo hili wingu hili, mbona ni wingu la kitofauti? Mbona ni wingu la kipepo namna hii? Kwa sababu gani? Eneo limefanyika lango la kuzimu. Ndio maana wakati mwingine, angalia, wakati Mungu anapambana na watu kujenga makanisa au anapambana na watu kwenda maeneo fulani kufanya mikutano, unashangaa kuna eneo Mungu anakupeleka kujenga kanisa hujawahi fikiria. Mungu anajua hili eneo ni lango langu. Ni ukiweka kanisa hapa nitakuwa nashuka hapa. Haleluya. Unang'ang'ania tufanyie mkutano kule, unashangaa Mungu anasema kule, mbona kule hujakaa vizuri? Lakini kule ndo lango langu, huwa napitiaga pale. Anaitwa malango ya asili. Alafu kuna maeneo mengine yanaitwa malango ambayo sio asili, ya kutengenezwa. Mnakumbuka Suleiman alijengea Mungu nyumba. Alipojenga akamwambia Mungu, inawezekana hili sio lango lako, lakini ninachokiomba Mungu usikie maombi ya watu ambao mahali hapa. Mungu akaja akamwambia Suleiman, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekeza na kuomba, nitasikia kutoka mbinguni. Wakiomba mahali hapa, nitasikia kutoka mbinguni. Wakiomba mahali hapa. Maana mara ya kwanza hapakuwa mahali pa maombi, lakini kwa sababu umejenga, umetoa na sadaka,
umepafungua, umetoboa lango. Palikuwa hapana lango, lakini umetoboa. Kuanzia leo litakuwa ni lango la mbinguni. Wakiomba litasikia kutoka hapa. Kumbe kuna eneo linaweza lisio lango la mbinguni, lakini kwa kadri ambavyo watu wanaomba kwenye hilo eneo linageuka linakuwa lango la mbinguni. Kuna tobo ambalo Mungu anasikiliziaga maombi kutokea hapo. Ndio maana kama hili madhabahu ya neno na maombi, kukiwa kuna maombi ya kutosha hapa, ili eneo linageuka lango la mbinguni. Unakuwa saa nyingine ujisikii kuombea eneo lingine, unasema ngoja nikae kanisani tu. Hata kama kanisa limefungwa, nitakaa kwenye eneo la kanisa, nitaweza kuomba. Nikiomba pale nasikia nguvu za kuomba. Kwa nini? Imekuwa lango la mbinguni. Haleluya. Saa nyingine lazima uombe mpaka nyumba yako igeuke lango la mbinguni, mpaka chumba chako kigeuke lango la mbinguni. Haleluya. Nilikuwa nafanyaga hivyo nikiwa advance. Nilikuwa naombea kitandani kwangu kiasi ambacho nikijisikia sina nguvu za maombi, naenda tu kukaa kitandani. Nikikaa tu nguvu za maombi zimerudi. Kwa nini? Nimegeuza kitanda kuwa lango la mbinguni. Haleluya. Na nisikize, hilo eneo hata akija mtu mwingine ambaye ni wa upande wa giza, akifika najua hapa kuna Mungu. Yaani hata kama wewe haupo, anajua hapa kuna Mungu. Haleluya. Na akija mtu mwingine ambaye pia ni mwombaji, akigusa tu eneo anajisikia tena na yeye kuomba. Kwa sababu gani? Yupo kwenye lango la mbinguni. Haleluya. Lazima ujifunze kuomba namna hiyo. Fungua eneo, Bwana anafungua ile eneo liwe lango la mbinguni. Anga la mahali hapa lifunguke, lipishe. Wakuu wa anga wapishe kwanza, ili anga na litawala mwenyewe, linatoboa pale pepesi kupita. Daniel alikuwa anafanya maombi akiwa Babeli. Malaika wakati anashuka, alitumwa tokea siku ya kwanza, alifika siku ya 21. Kwa sababu gani? Babeli sio lango la mbinguni. Ilibidi malaika atoboe. Na ilibidi Daniel aende siku 21 ndio patoboke. Na yeye anasema nimeacha hata hapo Mikaeli anaendelea na vita. Ili eneo mliokuja kumlipiji kujeje? Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema lango la mbinguni. Sema tena lango la mbinguni. Kuna malango mengine tunaga malango watu. Watu wanaweza kuwa malango la mbinguni. Yaani kuna watu wamebeba neema za kimungu wanatembea nazo. Mnakumbuka Paulo na Sila walikuwa gerezani. Wakati wanaimba milango ya gereza ilifunguka. Biblia inasema milango yote ya gereza ilifunguka. Zile pingu ziliachiwa wafungwa wote. Yaani sio tu waliokuwa wanaimba Paulo na Sila, lakini hata ambao walikuwa hawaimbi walifunguliwa. Kwa nini? Wamekutana na malango ya mbinguni. Kuna watu wana mawingu yao, ukikutana nao tu unasikia nguvu za Mungu na wewe. Ukikutana nao unasikia tu baraka ya Mungu na wewe. The same kuna watu wana magiza yao. Si unajua? Kuna mtu ukikaa naye tu karibu uombi. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu unafahamu nikikaa naye tu tangu kwenye dhambi ndio ninapokuaga. Yaani anakagiza kake kama ana kweli. Lango la gizani mtu, lakini ni lango giza kweli. Nisikize kuna watu ni malango ya uchumi. Hivi hujaisikia gere mtu anakuambia, unajua maisha yangu yalikuwa magumu, lakini tangu nimeoa huyu mwanamke maisha yangu yamenyoka. Huyu mwanamke anafanya kazi ninazofanya, hafanyi. Ila tu kuniambia umuoa tu, mambo yamenyoka. Ana lango lake. Haleluya. Wengine wana lango la hela. Ndio maana usijirahisishe tu binti, usijirahisishe tu. Ukafikiri tu wanaume wanakupenda. Kuna kitu wameona, kuna nyota njema wameona kwako. Hawalali na wewe tu hivi. Kuna watu wamepewa ajenda na waganga huko. Lala na huyu mtu kimkakati, atakusaidia kiuchumi. Haleluya. Alafu unashangaa huyo binti kwa maisha yake yanakuwa magumu kiuchumi. Yeye anateseka kiuchumi, kumbe kuna mtu anatumia lango lake la uchumi kufanya vitu. Duniani kuna waovu wengi. Haleluya. Kwa kuna watu ambao ni malango. Alafu kitu kingine ambacho ni malango ni muda. Muda ni malango. Biblia inasema wakati ulipowadia Mungu alimtuma mwana wake. Muda ni lango. Kuna lango linaloitwa lango la wakati. Huo wakati ukifika mambo yanafunguka. Huo wakati ukifika unaanza kukubalika. Biblia inasema Yohana alikama jangwani hata siku ya kutokea kwake. Kuna siku Mungu ameandika, hii ni siku ya wewe kutoka, hii ni siku ya wewe kufanikiwa. Na shetani huwa anapambana sana, hakikisha unapishana na siku yako ya kufanikiwa. Hakikishe siku yako ya wewe kutoka haupo ibadani. Siku yako ya wewe kutoka anakupishanisha na mtu ambaye angekusaidia. Haleluya. Unashangaa mtu anasema mimi na bahati mbaya yaani mambo mazuri yanapotokea huwa na kuwa sipo. Sio kama una bahati mbaya, shetani anapishanisha kati yako wewe na siku yako ya mafanikio. Haleluya. Sema Baba, katika jina la Yesu, nitafanikiwa kwenye siku yangu. Nitafanikiwa kwenye siku yangu ulioipanga katika jina la Yesu. Nisikilize, Mungu aliambia wana Israeli, mtatoka Misri mwaka wa 400, si ndio? Lakini kwa sababu hawakuomba, walitoka mwaka wa 430.
Si mnakumbuka? Walitoka mwaka 430 kwa sababu hawakuomba. Ibidi mpaka Mungu abadilishe Farao, aje Farao aliyowatesa ndio wakaanza kuomba. Haleluya. Nisikize, usubiria mpaka Mungu akubadilishie Farao. Ukijua ni saa yako ya kutoka, nenda kama Danieli alipogundua miaka 70 ya utumwa imeisha, aliingia kuomba, wakatoka mwaka 70 ule ule. Utaki kuchelewa, ingia kuomba. Ukijua haya ni majira yangu ya kutoka, haya ni majira yangu ya kuingia msimu mwingine, ingia kuomba, mambo yabadilike kwa sababu majira yamefunguliwa. Haleluya. Haleluya. Sema ni majira yangu. Sema ni majira yangu. Kitabu cha Zaburi 102 mstari wa 13. Zaburi 102 mstari wa 13. Anasema nini kwenye Zaburi 102:13? Anasema hivi, wewe mwenyewe utasimama na kuirehemu Sayuni. Angalia hicho kipengele cha mwisho tukisoma kwa pamoja. 1, 2, 3 anasemeje? Kwa maana ndiyo wakati wa kuihurumia. Naam, majira yaliyoamriwa yamewadia. Haleluya. Anasema huu ndio wakati. Kwa sababu gani? Majira yaliyoamriwa yamewadia. Kumbe kuna majira huwa yanasubiriwa. Kuna majira ambayo Mungu ameyaweka kwamba haya ni majira ya kuihurumia, haya ni majira ya kumsaidia huyu mtu, haya ni majira ya kusababisha huyu mtu aende mbali, haya ni majira ya kusababisha huyu mtu atoke. Sasa wakati mwingine shetani anapambana majira yako yakifika, yakute hujajiandaa kutoka. Ndio maana Wanaisraeli wanataka, Mungu aliwaambiaje? Mtakapokuwa mnamla huyo Pasaka, kuleni huku mmeshika fimbo mikononi na mmejifunga viuno vyenu. Maana yake kuleni huku mko tayari kuondoka. Anasema mtakula huku mmesimama. Maana yake nini? Saa yoyote mnatoka. Haleluya. Usiku huu hamtakaa, kwa mtakula kana kwamba tunataka kuondoka. Sisi mnafahamu, ukitaka kula nyama vizuri utaki kushika fimbo mkononi, si ndio? Sababu unakula kwa mikono yote. Si unafahamu? Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anambia huku ushika fimbo, huku kula nyama. Kwa sababu gani? Haya ni majira ya kutoka. Inabidi ukae mkao wa kutoka. Usipokaa mkao wa kutoka, majira yatakupita. Haleluya. Haleluya. Si mnafahamu ikifika majira ya kupanda, kila mtu anaona yuko busy na mbegu zake, si ndio? Ndicho ambacho Mungu anataka watu wafahamu majira. Sasa angalia, kuna majira Biblia imesema yanaitwa majira ya kuburudishwa. Sasa Mtume Petro anatuambia kitabu cha Matendo sura ya 3 mstari wa 19 kwamba tubuni, mrejee, dhambi zenu zifutwe, zije nyakati za kuburudishwa. Kumbe nyakati za kuburudishwa shetani huwa anaziondoa kwenye maisha ya watu. Unashangaa na maisha ambayo hakuna kuburudika. Hata kama una hela wafurahii, hata kama huna ufurahii, maisha yako hakuna kuburudika hata wakati wote. Anasema kinachoondoa hizo nyakati ni kwa sababu Bwana hayupo kwenye maisha yako. Anasema ukitubu, ukirejea, dhambi zako zinafutwa. Hizo nyakati za kuburudishwa zinarejeshwa tena kwenye maisha yako. Nyakati ambazo ni za kuburudishwa zinarejeshwa tena kwenye maisha yako. Na nisikilize, zikirejeshwa nyakati za kuburudishwa, haijalishi hali yako haijabadilika, bali unajisikia kuburudika. Unaona mambo unaenda ngazi nyingine, lakini nyakati za kuburudishwa zimekuja. Kama nyakati za kuburudishwa zimekuja, hakuna mtu yeyote anaweza akazizuia hizo nyakati kukupa kuburudika. Hakuna mtu yeyote akazuia hizo nyakati kukupa raha kwenye maisha yako. Ndio maana lazima ujifunze kuwa mtu wa toba. Mtu wa toba anafungua nyakati za kuburudika zije kwenye maisha yako. Ndio maana kuokoka, unajua kila mtu anapookoka, kwa nini huwa anakuwa pia na furaha? Ana uhakika ameingia kwenye nyakati za kuburudika. Unapotubu, unahamishwa kutoka kwenye nyakati za mateso, unaingia kwenye nyakati za kuburudishwa, unakuwa na uhakika. Sasa ukiendelea na maisha ya toba, unafanya nyakati za kuburudishwa zidumu, ziwe na muda mrefu, ziwe kila wakati zinatembea na wewe, kila saa unasikia kuburudika huko ndani yako. Haleluya. Haleluya. Lazima uhakikishe unaishi maisha ya toba, rafiki yangu. Lazima unisikilize. Usipoishi maisha ya toba, utakutana na kitu kinaitwa hatia. Hatia inaondoa kuburudika. Unajikuta ukitenda dhambi, unajisikia kujihukumu. Nisikilize, Biblia inasema hivi, mioyo yetu isipotuhukumu, tuna ujasiri wa kusimama mbele za Mungu. Kwa nini una ujasiri wa kusimama mbele za Mungu? Ni kwa sababu moyo umekuhukumu, sio Mungu amekuhukumu. Mungu anaweza kusamehe dhambi yako, lakini wewe usijisamehe. Ndio maana lazima ujifunze kupokea msamaha ambao Mungu anakupa. Mungu akikusamehe na wewe jisamehe. Ukijisamehe utaacha kujihukumu, na ukiacha kujihukumu, moyo usipokuhukumu, utakuwa na ujasiri wa kusimama mbele za Mungu. Shetani anatafuta nguvu ya kujihukumu kwa sababu anajua usipokuwa na ujasiri wa kusimama mbele za Mungu, hauwezi kuwa na ujasiri wa kusimama mbele za shetani. Tunafahamu kama sijasimama mbele za Mungu kwa ujasiri, nitatoa wapi ujasiri wa kusimama mbele za shetani?
Nitatoa wapi nguvu za kumpinga shetani? Hautakuwa na nguvu za kumpinga shetani kwa sababu hujamkaribia Mungu. Anasema mkaribieni Mungu, mpingeni shetani. Lazima umkaribie Mungu ndio umpinge shetani. Kwa hiyo ukikosa ujasiri wa kumkaribia Mungu, hauwezi kumpinga shetani. Na shetani anajua hichi kitu. Kwa hiyo hata kama Mungu amekusamehe, atakupa hatia. Atakukumbusha maisha ya nyuma, atakukumbusha dhambi yako ili usione. Ukiona namna hiyo, ukisikia hatia, rudi kwa Yesu. Sema Yesu natubu. Yesu natubu. Ukitubu nini kinatokea? Ile hatia inaondoka. Nyakati za kuburudishwa zinarudi. Unakuwa na ujasiri wa kusimama mbele za Mungu. Ukisimama mbele za Mungu, shetani akija, unakuwa na ujasiri pia wa kusimama mbele za shetani kumpinga, naye akukimbie. Oh, haleluya. Ndio maana lazima uhakikishe unatubu. Unatubu alafu unapokea na ule msamaha. Mungu akikusamehe, wewe pia jisamehe. Usiseme mbona nimetubu kidogo. Hata kama umetubu kidogo, tubu, pokea huo msamaha. Ukiondoka, ondoka kwa furaha. Ondoka kwa amani. Ondoka na ujasiri. Nisikilize, ukiziacha dhambi msalabani, usiondoke nazo tena. Ukisema Yesu, na kutwika fadhaa zangu, umeacha ile dhambi msalabani, umeacha ule mzigo msalabani, usiondoke nao, unaendelea kuuwaza tena. Mwachie pale msalabani. Anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Anasemaje? Nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kunadalika kuwe kuna raha nafsini. Unaacha hiyo dhambi msalabani, unaacha huo mzigo msalabani, alafu unaondoka na raha nafsini mwako. Nafsini yako inapata kuburudika baada ya toba. Haleluya. Anasema tubuni mrejee, zipate kuja nyakati za kuburudisha. Tume faida ya pili. Tumalizie faida ya pili. Haleluya. Kuna mtu unajengeka Haleluya. Taishi maisha ya toba, tutakuwa tunatembea kwa Mungu ni rehemu. Faida ya pili, unapokea uwepo, nguvu na uhakika wa Roho Mtakatifu kwa ndani yako. Uwepo, nguvu na uhakika au imani ya Roho Mtakatifu kuwa ndani yako. Kitabu cha Matendo 2 mstari wa 28. Matendo 2:28. Matendo 2:28. Rudi 18. Hizi 8 zimenisumbua. 38, Matendo 2:38. Hii yote tushazungumza kuhusu furaha ya Roho Mtakatifu. Matendo 2:38. Okay, nataka mstari. Tusomee andiko moja mbili unasemaje? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Haleluya. Anasema toba ndio inayofungua kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Anasema inaita ondoleo la dhambi, dhambi zenu zinaondoka. Anasema mpate ondoleo la dhambi zenu, lakini pia kitu kingine ambacho tunapokea baada ya kupata hilo ondoleo la dhambi, unapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Unapokea nguvu za Roho Mtakatifu. Nisikilize, ukiisha tubu na ukawa ni mtu mwenye maisha ya toba, utakuwa na uhakika na nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu za Roho Mtakatifu huwa zinajifunua kwa mtu mwenye toba. Uwepo wa Roho Mtakatifu unajifunua kwa mtu wa toba. Ndio maana Roho hafanyi kazi na mtu ambaye sio mnyenyekevu. Roho anafanya kazi na mtu ambaye ni mnyenyekevu. Na ishara mojawapo ya kunyenyekea, ishara mojawapo ya kupondeka ni kuishi maisha ya toba. Unapoanza kuishi maisha ya toba, unaruhusu Roho Mtakatifu awe anaingia ndani yako, anapita ndani yako. Toba inavunja moyo, inasababisha uwe ni chombo ambacho kimevunjika, chombo kilichopondeka. Chombo kilichopondeka kina uwezo wa kupokea kiwango kikubwa cha Roho. Ngoja nieleze vizuri. Nikichukua labda simu hii nikaiweka kwenye maji alafu nikaitoa, na nikachukua kitambaa nikaweka kwenye maji alafu nikatoa, kipi kinatoka na kiwango kingi cha maji? Kitambaa, si ndio wapenda? Nikiweka simu au mbao, kitu kigumu manake ambacho hakijapondeka,
Moyo ambao hujapondeka hauwezi ukachota kiwango kikubwa cha Roho Mtakatifu. Ndio maana kila siku usiende mbele za Mungu kama ni chombo cha chuma hivi, umekaa solid, umekaa mgumu kweli kweli, hautaki kunyenyekea, hautaki kuomba toba. Ukiingizwa hata kwenye uwepo wa Roho Mtakatifu hautatoka na nguvu zake. Lakini ukiwa umepondeka kama kitambaa, kama nguo hivi, ukijumbukizwa ndani ya maji yanaitwa Roho Mtakatifu, ukitoka utatoka nayo maji, na wewe utatoka na kiwango kikubwa cha nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Ukichukua chuma kigeuka kwenye maji, ukigeuka kwenye jua, baada ya muda mfupi tu kitakauka. Lakini ukichukua kitambaa kigeuka kwenye jua, kitatumia muda mrefu sana kukauka. Ndio maana inabidi uingie ndani ya Roho Mtakatifu kama kitambaa, yaani umepondeka kweli kweli. Ukishapondeka, ukichoteka, utaenda kuathiri huko juani kwa muda mrefu. Ukiona inapungua, unajirudisha tena kwenye uwepo wa Roho, unaloa tena, unarudi tena nje, unaenda kuathiri tena. Ukiona inapungua kidogo, unaloa tena, unarudi tena. Lazima uwe chombo kilichopondeka ili upokee uwezo wa kutosha wa Roho Mtakatifu. Watu wanaosema Mungu nisamehe, Mungu nisamehe, Mungu nirehemu, Mungu nirehemu, wanatembea na upako wa Roho Mtakatifu sivyo kawaida. Mungu anatembea na watu ambao wamekaa na rehema za kutosha, wamekaa na toba ya kutosha. Hao watu wanachota kiwango kikubwa cha nguvu za Roho Mtakatifu. Wanasema je, mambo na nguvu za Mungu hivi? Ni mtu wa toba. Yesu alibidi hadi ajiite mwana wa Daudi kwa sababu Daudi alikuwa mtu wa toba. Anaweza akabeba kiwango kikubwa cha uwepo wa Mungu kwa sababu muda wote tunamkuta Daudi yupo, Mungu ni rehemu, Mungu ni rehemu, Mungu ni rehemu, Mungu ni rehemu. Mungu akasema Yesu mwenyewe, ukienda duniani usitafute kiti kingine, kaa kwenye kiti cha enzi ya Daudi kwa sababu kimejaa rehema. Unaweza ukakaa kwenye hicho kiti. Usitafute kiti chako Yesu, tafuta kiti cha enzi ya Daudi. Usijiite mwana wa mtu yeyote, jiite mwana wa Daudi. Haleluya. Haleluya. Unabeba upako, nisikilize. Na ukibeba upako wa Roho Mtakatifu namna hii, utakuwa una uwezo wa kwenda kuwashuhudia hata watu wengine. Biblia inasema hivi, sisi tu mashahidi wa mambo haya na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Hatushuhudia mambo peke yetu, tunashuhudia habari za Yesu sisi na Roho Mtakatifu. Lakini kama sisi hatuishi maisha ya toba, itakuwa ngumu sana kuwashuhudia watu wengine habari za Roho Mtakatifu, habari za Yesu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ili tuwashuhudie habari za Yesu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, lazima sisi kwanza tuwe watu wa toba. Para utembea na nguvu za Roho, kuwa mtu wa toba. Tubuni pate kipawa cha Roho Mtakatifu. Tubuni mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Simama kwa miguu yako. Karabashanda rabasi. Nataka kumwona Mungu kwenye kiwango kikubwa, unahitaji maisha ya toba. Unahitaji kutembea na uwepo mkubwa wa Roho Mtakatifu. Unahitaji kuwa mtu wa toba. Sema Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya hii siku. Asante kwa ajili ya toba. Nilifikiri tunaisema tu tunapookoka, lakini kumbe ni maisha ya toba. Unahitaji moyo wa toba ndani ya mtu. Ninaomba utengeneze moyo wangu. Ninaomba utengeneze moyo wangu. Tengeneza moyo wa toba katika jina la Yesu, ili nisikutwe na hatia. Shetani asiweke hatia moyoni mwangu katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo ninanyenyekeza moyo wangu. Ninaomba unisaidie. Ninahitaji kuishi maisha matakatifu. Ninaomba unisaidie. Umesema maisha ya toba ni maisha matakatifu. Umesema nizae matunda yapatanayo na kutubu kwangu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu nataka nizae matunda ya toba. Bwana nisaidie. Nipe nguvu ya Roho Mtakatifu wako. Umesema unataka rehema kuliko hata sadaka. Nisaidie Bwana, nisione rehema zako kuliko hata sadaka. Katika jina la Yesu Kristo. 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 Ikiwa kuna hatia moyoni mwangu, Yesu iondoe. Yesu iondoe. Wewe umenisamehe, nami napokea msamaha wako. Shetani asinidanganye na haki zake feki. Shetani asinidanganye kwa kutumia haki feki, maana haki original ulizigongelea msalabani ukaziondoa. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu napata ujasiri tena wa kusimama mbele zako, nami nitakuwa na ujasiri wa kusimama mbele na Shetani katika jina la Yesu Kristo. Kwa maisha haya ya toba ninapokea ushindi, ninapokea ujasiri. Narejesha nyakati za kuburudishwa. Kwa toba hii ninaweka nukta kwenye nyakati za mateso, ninaweka nukta
kwenye nyakati za kuonewa, ninaweka nukta kwenye nyakati za kushutumiwa. Ninapokea tena nyakati za kuburudishwa, nyakati za kuburudishwa. Ayaendelea kuomba rapashana mamaye lisi dabasaya mando ramashakara masoya. Toba yako inaweka nukta kwenye nyakati za mateso, inaweka nyakati za kuburudishwa, nyakati za kuburudishwa kwa kuokoke Bwana. Rabashakarabasia rekorobosakaramande rabakarabashandarabakoya rikaradarabakoya. Toba yako inaenda na rehema, inakufunulia siri kama Danieli alivyopewa siri kwa kuomba rehema. Unapokea na wewe siri kwa rehema hizo. Rakarabashandarabasia karabashandarabasia koroboshakarabalia karamasandarabasia rabandarabasi karamakoroboshana karabashandarabakoya. Tubuni basi mrejee, tubuni basi mrejee, dhambi zenu zifutwe. Karamashandarabakoya. Kati ya ondoleo la dhambi zije nyakati za kuburudisha. Karamashandarabakorabasia rabandarabakoroboshakarabasia karamashandarabakoya. Bwana, nyakati za mateso zimekwisha, tunaziwekea full stop, tunaziwekea full stop. Karabashandarabasia kwa kusema Mungu turehemu, Mungu tutakase, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Wakati wowote ule ambapo unaona kuna mazingira magumu, nenda mbele za Mungu kwa toba. Nenda kwa toba, utabadilisha mambo mengi. Nenda kwa toba, utabadilisha mambo mengi. Unataka kuona watu wanaokoka, nenda kwa toba. Kisha utaongea vizuri kuhusu kuombea watu wengine wanaompokea Yesu na wampokee Yesu. Lakini anza kwanza kwenda kwa toba kwenye kila mazingira unayoona ni magumu. Toba ni ufunguo. Anasema nitakupa funguo. Funguo mojawapo anayezungumzia ni toba. Nitakupa funguo. Funguo mojawapo ni toba. Itafungua mambo mengi ambayo hujui. Nilimfungulia Danieli siri kubwa ya mfalme. Ndoto ambayo hata hajaambiwa ni ndoto ipi, aliiota na akapata tafsiri yake. Ndivyo Mungu atakayofanya kwako katika jina la Yesu. Amen. Mungu abariki. Tukutane siku ya kesho.